Karibu tena katika sehemu ya 3 ya simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Nisamehe Mume Wangu, iliyotungwa na kusimuliwa nami mtunzi wako mahiri na msimuliaji wako ninayekwenda kwa jina la Lusajo Holland. Napatikana kupitia simu namba 0652 684407. Katika toleo lililopita tulishia pale ambapo Hassan alikuwa amerudi nyumbani akiwa amelewa, lakini wakati huo alikuwa amemletea pia zawadi mke wake, ikiwa ni zawadi ya simu pamoja na saa. Mara baada ya kuhisi kuwa mke wake alilala na rafiki yake katika usiku wa siku iliyopita, Nasra akawa hana amani licha kuletewa zawadi na mumewe. Usiku ukawa mgumu sana kwake. Ni kweli alilala na rafiki wa mumewe. Jioni ya siku hiyo nafsi ikawa inamsuta sana. Akatamani amwamshe mumewe ambaye alikuwa amelewa sana, lakini akasita. Alitamani amwamshe, amwambie ukweli. Kesho yake Hassan alichelewa sana kuamka. Mpaka inafika majira ya saa 4 asubuhi alikuwa bado hajaamka, tofauti kabisa nilivyokuwa kawaida yake. Nasra, kutokana na yale alikuwa ametokea usiku wa jana, akawa anaogopa hata kumwamsha mume wake. Akaandaa chai ilipofika mida ya saa 5, lakini alipotaka kumwamsha Hassan ukawa ndo muda ambao na yeye akawa anashuka kitandani. Akaingia bafuni na kuoga, kisha karudi kunywa chai. Alikuwa haongei lolote lile. Nasra akawa kiwaza ataanzaje kumsemesha mume wake. Nashukuru mume wangu kwa zawadi, akamwambia mume wake huku akiwa amekaa juu ya ndoo ya maji iliyokuwa imefunikwa. Hassan alikuwa amekaa kitandani. Usijali mke wangu, ukasajili laini unaitumia hiyo simu sasa, ila uwe makini wasije wakakuibia nayo hiyo watoto Uswahilini. Hassan akamwambia Nasra huko kitabasamu. Hapa Nasra naye akawa ameanza kupata uheni. Sawa baba Amiri, nashukuru mume wangu. Nasra akamshukuru Hassan na kunyenyuka akielekea nje. Hassan akajiandaa na kuelekea sokoni Mabibo kufungua kibanda chake, lakini bado moyo wake ulikuwa hauna amani kabisa. Ilipofika majira ya saa 10 jioni akafunga kibanda chake na kurudi nyumbani, ambapo akakuta mke wake akiwa hayupo tena nyumbani. Akachukua begi yake mgongoni na kupaki nguo zake kadhaa, kisha akakaa akimsubiri mke wake, ambaye akafika majira ya saa 1 jioni akiwa amelewa mno, huku akiwa amembeba mtoto. Akaingia ndani na kumlaza mtoto kitandani. Nasra, ulikuwa wapi toka mchana? Unarudi ukiwa umembeba mwanangu huku umelewa kiasi hicho? Nasra hakujibu kitu chochote, akamtazama tu Hassan na kujilaza kitandani. Naongea na wewe Nasra, ulikuwa wapi? Hassan akapatwa na hasira sana, akafoka huku akimsukuma Nasra pale kitandani. Bwana we, usinitibue, achana na mimi, nataka nipumzike. We vipi? Nasra akaongea na yeye kwa ukali huku akivuta shuka moja na kujifunika. Alikuwa amelewa sana. Nasra, mimi ni mume wako. Hassan akatamka maneno hayo huku akitokwa na machozi, kisha akamchukua mwanaye kutoka pale kitandani. Akambeba mwanaye Amir na kutoka naye kuelekea kununua chipsi kwenye kibanda kilichokuwa karibu kabisa na sehemu ambayo walikuwa wanaishi. Akaagiza chipsi na kwenda kumnunulia maziwa mtoto wake Amir. Akamnunulia na maandazi. Alikuwa ni mtoto mdogo sana, lakini Hassan akajua kuwa kwa hali ambayo Nasra amerudi nayo nyumbani, amelewa kiasi kile, isingekuwa rahisi kuwapikia chakula.
Alipokwisha kununua chakula, akarudi nyumbani akiwa amebeba sahani 2 za chipsi yake pamoja na mke wake Nasla. Alipofika nyumbani, akamlisha mtoto wake na kumwamsha mke wake ili ale chakula. Nasla mke wangu, amka ule basi, nimekuletea chakula. Alikuwa akiongea huku akimtingisha bega taratibu mke wake. Bwana we, nimesema niache, mbona hutaki kuelewa? Hasa ni shida nini? Au niondoke nikuachie nyumba yako? Nasra aliongea. Hassan akawa mpole. Bila kuongea kitu chochote, roho ilimuuma kuliko kawaida. Akajiuliza ni kwa nini hasa mke wake anafanya haya. Kwa hali aliyokuwa nayo, akashindwa kula kabisa hata chipsi alizokuwa amenunua wakati huu. Hassan akachukua simu yake na kumpigia mama yake na Nasla. Licha ya kuwa ulikuwa ni usiku sana. Shikamoo mama. Marhaba, ujambo huko Hassan mwanangu? Mama Nasla akawa anaongea huku akionyesha wasiwasi kutokana na Godi kumpigia simu usiku, na haikuwa kawaida yake. Baada ya salamu, mama yake na Nasla akamuuliza, Hassan mwanangu, umenishtua, kuna usalama kweli? Hassan akatamani kumwambia mengi ambayo ameyabeba moyoni, lakini nafsi yake ikasita, akaamua kuacha. Amna mama, nimekaa hapa nikahisi nimekukumbuka sana, nikaona nikujulia hali tu. Hassan akawa akiongea huku akipambana kufuta chozi lake. Aliumia sana kila alipotafakari yale ambayo amekuwa akifanyiwa na mke wake licha ya kujitoa mno kwa ajili yake. Akakumbuka namna ambavyo Nasla alipigwa vita vikali na familia yake alipokuwa anataka kumuoa, kiasi kwamba hata mama yake mzazi na Hassan alifikia kumtamkia kuwa litakalomkuta lolote lile, na huyo mwanamke asishirikishe familia. Wao wanajitoa. Hata katika harusi yao, wazazi na familia Hassan hawakuhudhuria kabisa siku ya kufungwa kwa ndoa ya Hassan na Nasla. Hata alipoambiwa haya na wazazi wake pamoja na ndugu zake, akajisemea, potelea mbali, mimi nitaishi na huyo mwanamke. Alipokumbuka haya yote, kilio cha Kwikwi kikasogea. Akalia sana ndani usiku huu. Kesho yake asubuhi alikuwa amepanga kusafiri kuelekea nyumbani kwao Morogoro ili akapumzike kidogo. Ndio sababu ya kupanga nguo zake katika kibegi chake cha mgongoni. Lakini kila alipotathmini hali aliyokuwa nayo mke wake, akasita na kulazimika kuahirisha. Asubuhi akaamka mapema sana na kumwacha mke wake akiwa bado amelala. Hassan akaelekea sokoni Mabibo katika kibanda chake na kufungua. Haikupita muda sana, akaja Maiko ambaye ana duka la kuuza bidhaa za majumbani pembeni kabisa kibanda cha Hassan. Na baada ya salamu, Maiko akamwambia, hebu zunguka kwanza, njoo hapa tutete kidogo. Hassan akatoka kisha akakaa juu ya mfuko wa mahindi iliyokuwepo pembeni. Ujue Hassan, wewe ni ndugu yangu, licha kuwa wewe ni mwanaume mwenzangu, kwa hiyo ninapoona hali ambayo haipo sawa kukuhusu, ni lazima nikuambie. Hassan alikuwa akimsikiliza kwa makini sana Maiko. Ya, ni kweli kaka. Hassan akajibu, ndiyo ndugu yangu. Sasa ndugu yangu, unaishije na Dula wewe? Maiko akamuuliza Hassan. Ni rafiki yangu na ni kama ndugu yangu pia, licha kuwa tunashirikiana pia kwenye masuala ya biashara. Hassan akaongea huku akimtazama usoni Maiko. Maiko akaendelea, sasa iko hivi, jana nimemuona mke wako akiwa maeneo fulani hivi na Dula, maeneo ya New Life Bar pale, wanakunywa, alafu mke wako alikuwa amebeba mtoto. Nikawaza, Hassan anawezaje kumruhusu mke wake aende bar kunywa akiwa ameongozana na mwanae? Baadaye nikaona anakuja Maimuna na kuja kumchukua mtoto.
Hapo mke wako akaingia ule upande wa gesti akiwa ameongozana na Dula. Mimi iliniuma sana ndugu yangu, sababu najua wewe na Dula nyinyi ni marafiki na ni kama ndugu pia. Sasa akianza kukuzunguka hivi inakuwa sio sawa kabisa. Hassan akapigwa na ubaridi wa ghafla baada ya kusikia maneno haya kutoka kwa Michael. Ulikuwa ni ubaridi wa ghafla wa maumivu, lakini akajibu, sema waifu ujue anamdai yule jamaa mwenye ile baa pale. Alafu kulipa amekuwa kimzingua sana yule jamaa. Sasa imekuwa tatizo sababu mimi ile jana na juzi nilikuwa niko busy kidogo. Hivyo nikamuomba mama Amil aongozane na Dula ili waende wakamdai yule jamaa. Sasa sijui kama walifika pale huenda wakawa wameamua kunywa kidogo au namna gani. Lakini nashukuru ndugu yangu, umeonyesha kunipenda sana. Hassan kwa jinsi alivyokuwa akimpenda mke wake, bado akajaribu kumtengenezea mazingira ya utetezi, huku moyo wake ukimuuma mno, na akakumbuka ni kweli jana mke wake amekuja nyumbani akiwa amelewa sana, tena akiwa amembeba mtoto. Ilipotimu majira ya saa 10, akaona ni bora awahi tena kufunga kibanda chake mapema kabisa, licha kuwa ilikuwa ni siku nzuri sana kibiashara. Aliuza sana ndani ya siku hii, tena kwa muda mfupi tu aliofika. Ilipofika majira ya saa 10 hivi na madakika, akafunga kibanda chake na kupitia kwenye kibanda cha Tigo Pesa akaingiza kiasi cha pesa alichokuwa amekiuza katika siku hii katika akaunti yake ya Tigo Pesa. Ilikuwa ni siku ya pili mfululizo pia Dula hakuhudhuria sokoni. Alipotoka Hassan akaelekea moja kwa moja nyumbani. Akiwa njiani kuelekea nyumbani akakutana na Maimuna. Shim la dhahabu, mbona umewahi leo? Maimuna akamuuliza Hassan huku akitabasamu. Nimeona niwahi tu kupumzika. Haya bwana, vipi lakini? Maimuna akamuuliza Hassan huku akijiweka vizuri nyusi zake ndefu zilizokuwa zimejaa vizuri kabisa katika uso wake. Hivi mamu, jana ndo ilikuwa ile shughuli ya yule rafiki yenu uliniambia siku ile Nasra ameenda kuchukua vijora? Hassan akamuuliza swali la mtego. Hamna shem, kulikoni? Muda fulani niliwaona pale maeneo ya New Life Bar, nilikuwa napita pale nikaona mnajipongeza, nikajua tayari wenda ndio siku ya shughuli. Hapa mamu akaonyesha kushtuka kidogo na kukuna kichwa chake. Hamna shem, tulipita tu pale na Nasla, tukawa tumekutana na shemeji Dula, akasema tunywe hata mbili. Mamu akaongea huku akionyesha kutetemeka kidogo, alikuwa na kauoga kiasi. Sema mmekuwa karibu sana na Dula siku hizi. Hivi zaidi nani ambaye yuko karibu sana na Dula, ni wewe au ni mke wangu Nasra? Hassan akauliza ni kama alikuwa akifanya masiara tu, lakini alimaanisha yale alikuwa na hoji. Kabla mamu hajajibu, Hassan akamwambia, sasa mida shem, ngoja nimcheki Nasla hapa Akamaliza kuongea na kuondoka. Alipofika nyumbani akamkuta mke wake Nasra akiwa amejilaza kitandani, akiwa na peruzi na kudadis katika mitandao ya kijamii. Tayari alikuwa ameanza kushikwa barabara na ulimwengu wa mitandao ya kijamii. Umeshindaje Nasla wangu? Akamsalimia Nasla huku akitoa shati lake kutokana na hali ya joto ya jiji la Dar. Alipotoa shati akaenda kumchukua na kumbeba mwanae alikuwa amelala pembeni. Alikuwa ni wa moto kiasi kwamba mpaka Hassan akashtuka. Mtoto mbona amechemka hivi, anaumwa nini? Akaongea huku akimgusa mwanae katika shingo. Sijui, naona yuko hivyo hivyo toka asubuhi. Nasla, ni kweli mtoto anachemka mpaka anafika hali hii? Unaacha kumpeleka hospitali unasema yuko hivyo hivyo toka asubuhi?
kwa nini usinipigie simu nimpeleke hospitali kama ulisi kuwa huwezi kumpeleka? Hassan alikuwa amekasirika ghafla. Haraka akavaa shati lake na kumbeba mtoto, akanyanyuka. Haya, twende hospitali. Haraka wakamkimbiza pale St. Monica, ambapo mara baada ya vipimo na huduma ya kwanza ikasemekana kuwa mtoto damu ilikuwa imemwishia mwilini. Wakapewa transfer kwenda Manzese hospitali, ambapo ikathibitishwa kuwa ni kweli damu ilikuwa imeisha mtoto mwilini. Wakafukiwa mno na madaktari kwa kuchelewa kumpeleka mtoto hospitali. Mnataka kuwa mtoto nyeti? Kwa nini mnakuwa wazembe? Daktari alikuwa akiongea akimfokea Hassan pamoja na mke wake. Hassan alikuwa akijaribu kuomba msamaha. Haraka mtoto akawa ameanza taratibu za awali za matibabu. Ikawa bahati mbaya sana, benki ya damu ya hospitali ilikuwa haina damu wakati huu. Ikalazimika watafute watu ambao watahusika katika zoezi la kuchangia damu. Haraka Hassan akaingia maabara kwa ajili ya kufanyiwa vipimo na kuchukuliwa damu, lakini mara baada ya vipimo ikaonekana kuwa kundi lake la damu halifanani kabisa na kundi la damu la mtoto. Baadaye akaingia Nasra maabara. Haikuchukua muda sana, Dula naye akawa amefika pale hospitali na kumkuta Hassan akiwa amechanganyikiwa sana. Kulikoni Hassan? Nimesikia Amiri anaumwa. Yes ndugu yangu, damu imemwishia, alafu kundi langu na lake la damu hayafanani. Hivi nimetoka tu kazini, nimefika na mkuta mtoto amechemka. Alafu Nasla amelala tu pale pale. Ananiambia eti mtoto alikuwa hivi kutoka asubuhi kweli. Hassan akaongea huku akipiga mguu chini. Alikuwa amechanganyikiwa, wakati huo alikuwa na hasira pia. Muda huo akawa anatoka Nasla akiwa ameongozana na daktari ambaye akamwambia Hassan bado mtu mmoja. Hassan akawa amechanganyikiwa, lakini Dula akadakia labda nipimwe na mimi. Mara baada ya vipimo ikaonekana kuwa kundi la damu ya Dula linafanana kabisa na kundi la damu ya mtoto. Licha kuwa Hassan alikuwa na hasira alizozificha juu ya Dula, wakati huo akamshukuru Mungu sana juu ya ujio wa Dula. Zikamtoka hela nyingi sana kwa ajili ya matibabu ya mtoto, mpaka ikafika wakati akawahamishiwa kabisa pale hospitali. Wakati huo kikao kinahitajika kiasi zaidi cha pesa. Akakimbia kutafuta wakala ili atoe pesa ya mauzo ya siku hii kwa ajili ya kuongezea katika matibabu ya mtoto, lakini alipotoka huku nyuma pale alipokuwa amekaa mke wake pamoja na Dula, akawa ameacha marumbano. Sasa wewe unaachaje mtoto anauma mpaka anafika hali hii? Alafu umekaa tu. Dula alikuwa akimlaumu Nasla. Bwana we, acha kunilaumu mimi, kwani mimi ndo nilijua kuwa anaumwa? Walikuwa na bishana kati ya Dula na Nasla. Hapana Nasla, mimi lazima nikulaumu, huyo ni mwanangu mimi. Acha Dula, usije kunisababishia balaa, acha maneno yako hayo. Nimeshakosea sawa, yaishe basi. Nasla akamjibu Dula huku akiangalia watu waliokuwepo karibu na wao. Aisee, jambo ambalo Hassan hakulijua, kumbe hata mtoto alikuwa si damu yake, alikuwa ni mtoto wa Dula, bila yeye kujua, akijiamini kuwa yule ni mwanae. Haikuchukua muda sana, Hassan akawa amerudi akiwa na 2.5 mkononi. Wakati huo ilikuwa ikihitajika karibu 3 hivi na 20 kwa ajili ya matibabu. Akamchukua Dula na kumfuta pembeni. Sasa ndugu yangu, nimefeliwa hapa na yale ya matibabu ya mtoto. Hapo unaponiona ndugu yako na 2.5, alafu inahitajika kama 320. Naomba nisaidie hata 100 ndugu yangu. Angalau nikishatoa hata hii nibakiwe kidogo hata na yakula. Nitakupatia kesho kutwa hela yako ndugu yangu. Sasa hapa ndugu yangu Hassan nina 100 hivi na kama nusu tu. Alafu ni hela nitaka nikachukulie matunda kesho. Dula akaonyesha dalili ya kuwa hakutaka kutoa pesa yake mfukoni.
Tafadhali Dula, naomba nisaidie ndugu yako nikamilisha matibabu ya mtoto hapa, alafu kesho kutwa mimi mapema sana nitarudisha hela yako tafadhali. Hassan alikuwa akiongea kwa huzuni mno, akiwa amechanganyikiwa. Dhumuni kubwa ilikuwa ni amuokoe mwanae, bila kujua kuwa hakuwa mwanae wa damu. Alikuwa amedanganywa, alikuwa ni mtoto wa Dula huyu huyu ambaye leo anakopa pesa kwake kwa ajili ya kugharamia matibabu. Ikafika wakati akambembeleza Dula, mpaka ikafika wakati Dula akaridhia kutoa kiasi cha shilingi 100,000, huku akimsisitiza Hassan, jitahidi ndugu yangu, usije kunifirisha hiyo kesho kutwa. Itaendelea, tukutane katika sehemu inayofuata ya mkasa huu wa kusisimua uliotungwa na kusimuliwa nami mtunzi wako mahiri na msimuliaji wako ninayekwenda kwa jina la Lusajo Holland. Napatikana kupitia simu namba 0652684407. Ningependa kukukumbusha usisahau kusubscribe, kulike na kucomment pia. Asante.